Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mkurugenzi, kaimu mkurugenzi wa utumishi rasilimali watu na mipango, mkufunzi wetu mahiri, watendaji wenzangu, kwa mara nyingine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama nilivyosema jana, nitapenda niandike kitu kidogo na niseme tu kwamba namshukuru Mungu nilikuwepo katika kikao hiki toka mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kilikuwa kipo katika Zoom, na tunashukuru kwamba tuliweza kukifuatilia. Pengine nilivyoondoka kuja hapa ndio nikawa nimekosa hapa pa mwisho pa masuala, lakini mengi tunashukuru kwamba tumejifunza. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kukutana hapa katika kukumbushana na kuelekezana kuhusiana na maadili na kukabiliana na changamoto za utendaji. Jambo hili ni muhimu na ni sehemu katika maisha yetu. Pia ninawapongeza kwa moyo wenu kwa kuja kwa wingi kujifunza na kujitathmini. Na niwapongeze zaidi kamati ya maandalizi. Najua walidhani pengine halitowezekana, mpaka dakika ya mwisho akanambia maana yake hatuja, nikaambia lazima liwezekane tena kama tulivyopanga. Kwa hivyo vile vile tukuombe radhi maalim kwamba wamekumbia dakika ya mwisho, kwa sababu tulipanga wiki moja iliyopita, nikaambia lazima liwezekane. Hatujamwambia, nikaambia tena mtatafuta namna ya kumwambia, lakini nashukuru alhamdulillah limewezekana kama tulivyolipanga. Dhamana na majukumu yetu, au kwa lugha nyingine riziki tunazozipata Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, kwa kiasi kikubwa zinategemea masuala haya ya mirathi, wakfu, zaka, hija, mambo ambayo ni sehemu katika ibada. Kwa hivyo tunahifadhi dini, lakini vile vile tunapata riziki zetu. Lakini tutambue tu kwamba dhamana na majukumu yetu, au kwa lugha nyingine riziki na mishahara yetu, si takwimu kwenye makaratasi, bali ni haki za watu, ni ibada na amana mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika wakfu tunahifadhi nia ya mtoaji, katika mirathi tunalinda haki za warithi, katika amana tunatunza imani walionayo wananchi wetu, katika hija tunasimamia safari za kiibada, katika zaka na sadaka tunasimamia mgawano wa haki na kwenye kustahiki. Ni kweli changamoto zipo nyingi sana katika utendaji wetu, lakini hakuna sehemu isiyokuwa na changamoto, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivyo watu wanadhani kwamba wataachwa tu waseme tumeamini, hawatotiwa katika mtihani. Kitu hiki hakipo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddukumul bala'u al-anbiya, wenye mitihani zaidi mikubwa zaidi ni wale mitume. Wakitoka mitume watu wema, kisha al-amthalu fal-amthal, kadiri kama ambavyo skuli kila ukenda madarasa makubwa mtihani unakuwa mkubwa, basi na hivyo hivyo katika imani kila utakapokwenda mitihani inakuwa ni mikubwa. Changamoto zipo, lakini kadiri rasilimali zinavyopungua ndivyo uadilifu, ubunifu na mshikamano vinavyohitajika kuongezeka. Dini yetu inatufunza kwamba kila mmoja ni mchunga na ataulizwa juu ya alichokichunga. Hivyo kila faili, kila shilingi, kila uamuzi ni sehemu ya hesabu yetu, tukisimama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watendaji wenzangu, maadili si kanuni zilizoandikwa tu, ni tabia zinazoishi ndani yetu. Katika kazi zetu
tunashughulika na mali zenye historia, zenye dhamira za watoaji, zenye matarajio kwa wanufaika. Hivyo uwajibikaji wetu si wa kisheria tu, bali pia ni wa kidini na kijamii. Dini inatukumbusha juu ya uadilifu, uaminifu na hofu ya Mwenyezi Mungu. Katika mazingira ya leo yenye mabadiliko ya teknolojia, shinikizo la uwazi na matarajio makubwa ya wananchi ndilo linalotanda. Kamisheni yetu inahitaji mabadiliko ya kimfumo na kimtazamo. Mabadiliko haya yanaanza na mtu mmoja mmoja. Kubadilisha mtizamo, ni lazima tuone kwamba tuanze kutoka kwamba ninafanya kazi, tuje katika ninatimiza amana. Kutoka ndivyo tulivyozoea, tuje katika tunaweza kufanya vizuri zaidi. Na kutoka katika lawama, kulaumu, bali tuje katika kutafuta masuluhisho. Kama uongozi tunayo dhamira ya kuendeleza utamaduni wa uwazi, uwajibikaji na ubunifu ndani ya Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar. Lakini dhamira hiyo haitofanikiwa bila ya nyinyi, kwa mashirikiano yetu, kuwa ni mabalozi katika idara yetu. Kila mmoja wenu awe ni chemchemi ya maadili, awe daraja la mawasiliano na awe chachu ya mageuzi. Napenda kusisitiza pia umuhimu wa mshikamano kama ambavyo mkufunzi wetu alilieleza na kulitilia mkazo. Changamoto za kiutendaji hazishindwi kwa mtu mmoja, zinahitaji timu yenye maono ya pamoja. Tukiheshimiana, tukisikilizana na tukitanguliza maslahi ya taasisi kuliko maslahi binafsi, tutaiweka kamisheni katika nafasi bora zaidi ya kuwatumikia wananchi wa Zanzibar. Kwa kumalizia, tunakaribia kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huu ni mwezi wa kujitathmini, kujisafisha na kuongeza bidii katika ibada na matendo mema. Na wahimiza tuipokee Ramadhani kwa nia ya kujiboresha, si tu kiibada bali pia kiutendaji. Tufunge kwa nidhamu, tuswali kwa unyenyekevu, tutoe sadaka kwa ukarimu, na kazini tuongeze uaminifu na huruma kwa wananchi tunaowahudumia. Ramadhani uwe mwanzo wa sura mpya na maadili imara, uwajibikaji wa hali ya juu na mabadiliko chanya ndani ya kamisheni yetu. Tumedhamiria, na kama mkufunzi alivyosema, hakuna kisichowezekana. Nia ipo, dhamira ipo, na kutenda kunahitajika. Baada ya hayo, Sheikh Omar, mimi niliomba nimalize kabisa, kwa sababu vile nilitajwa, niliahidi kwamba siku ya leo ikiwa ni katika ile mabadiliko, tutangaze mfanyakazi bora. Majuma kheri sana. Mwingine ni Ali, kama mko 10 Ali Darusi. Salma Amar kutoka Pemba mama. Haya, mpokeleni. Asante sana.